qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie waumini wainamishe macho yao wasiangalie visivyostahiki kuangaliwa, na lakini si hivyo tu, lakini wahifadhi tupu zao. Sasa atakachopewa, kile alichopewa yeye, ana haki ya kugawa, yeye ana haki ya kuuza, yeye aliyekuwa amepewa kwamba amepewa kwa ajili ya matumizi yake, yeye ana haki ya kumpa mtu mwingine bure, ana haki hata kusema kwamba sasa nauza, ni haki yake mwenyewe. Lakini sio tu kwamba atoe, kwa sababu huyo anayefanya atakuwa anafanya kwa niaba na wala sio yeye. Kwa hiyo anaozesha ni huyu mzazi, lakini kwa sababu hayupo atafanya mtu mwingine ambaye atakuwa anamwakilisha huyo mzazi. Sasa mtu ambaye kwamba hafahamiki atamwakilisha vipi huyo mzazi? Amma baada, wapenzi watazamaji wa Afrika TV, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni wasaa mwingine tena tunapokutana katika mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyokujia kupitia hapa Afrika TV, na siku kama leo ya Jumapili, wakati kama huu ni wakati wa kipindi chako bora, kipindi chako pendwa kabisa, kipindi chako cha Uliza Ujibiwe. Kama kawaida, kipindi chetu tunakigawanya katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni hii ya awali, ambapo kupitia nambari ambazo zinatokeza katika runinga yako tutakupa nafasi wewe mtazamaji kuweza kutupigia ili kutuuliza kile ambacho ukijui, ukifahamu, ukielewi, ukitambui, na hata kama umesikia hili na lile unataka kupata ufafanuzi zaidi, basi ni wasaa wako kuanzia wakati huu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka huyu ni Ustadh Abdallah kutoka kule Zanzibar. Naam, Ustadh Abdallah wa Zanzibar. Naam, karibu Ustadh Abdallah. Haya, karibu nawe pia, karibu Rojo. Asante sana. Haya, mimi leo nina maswali yangu mawili. La kwanza, swali langu la kwanza, unajua sasa hivi katika ulimwengu sasa hivi zama zetu sisi tunazokwenda nazo, vijana wameharibika sana, na kuharibika kwenyewe nafikiria wakati wanaitana majina ambayo yaliokuwa sio ya kawaida. Sasa je, mimi nauliza hapa, sasa hivi imefikiria wakati wanakuwa wanaitana fulani, bwana we mbwa, we, na kijana yule anakuwa anaitikia, yani tayari moja kwa moja amefananishwa na mbwa. Je, yule ambaye anamuita mwenzake mbwa na yule anaitikia mbwa, je, huyu anaokuwa tayari moja kwa moja kashaitwa mbwa na kashaitikia na mbwa tayari moja kwa moja ana najisi? Je, huyu bwana huyu aliyeitwa mbwa akaitikia na alimuita mwenzake mbwa, kwa sababu kwa vile vitendo vyao, je, anatakiwa akajitoharishe au anatakiwa wafanyeje ili warudi katika masuala, warudi katika uhalisia wa kuitana majina ambayo yalikuwa mazuri? Niseme kwa mfano, imetokezea mwanamke tayari moja kwa moja amezaa, lakini bahati mbaya nzuri yule baba wakawa wana ugomvi katika kifamilia, lakini huyo baba alioa kihalali mwanamke akazaa naye mkewe, lakini walikuwa na utofauti za kifamilia. Lakini bahati mbaya nzuri, kama hawaaminiani fulani, ikatokezea yule mwanamke baada ya kumzaa yule mtoto, baba mtu sasa akamkanya yule mtoto, akasema bana, mimi huyu si mwanangu. Lakini mama mtu anajua kama yule ni mwana, lakini baba mtu akamkanya akasema mimi si mwanangu, na ikafikiria wakati mpaka ikafikia kwenye viapo. Sasa je, yule mtoto pindi atakapokufa yule baba yake wakati kashamkanya baba mtu, je, anaweza kumrithi? Haya, swali langu la tatu, hawa ambao wanaokuwa wanapenda sana kuchanganya vitu viwili, kusikiliza muziki na kuchanganya mawaidha ndani ya simu. Sasa je, tuseme kwa mfano sasa, huyu mtu ambaye alikuwa anasikiliza muziki, je, msikitini, yani ndani ya ile simu yake, anafaa kuichukua msikitini wakati simu yake tayari moja kwa moja ina uchafu? Yani anasikiliza muziki lakini ina uchafu wa mambo yale wanaita mambo yale ya kijitu kizima, simu yake imejaa uchafu, yani uchafu wa zinaa, yani na uchafu wa wanawake.
mapicha ya utupu ndani ya simu yake, je, inafaa ile simu kuchukua msikitini wakati pale anaenda zake kuswali? Nimesafiri nikaswali swala ya safari dhuhuri na alasiri, nikachanganya raka mbili katika, lakini nikarudi nimechanganya swala ndio dhuhuri na alasiri. Sasa wakati nikiwa safarini nikarudi nyumbani kwangu kwenye muda kama saa 3 usiku hivi, sijaswali magharibi na isha. Naam. Hivi natanguliza ipi hapa usahihi? Katika hivi ni ya wali katika ndoa. Ndio. Je, anaweza akaandika tu karatasi akamtoa mwanae akawaambia wale upande wa pili, jamani akatafuteni shehe yoyote muozeshane huko, na inasui hiyo? Na mtazamaji, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Unazungumza na Ustaz Abu Abubakar kutoka Moshi hapa. Ustaz Abubakar kutoka Moshi. Karibu. Ndio. Mimi nafanya kazi kwenye taasisi ya Kinaswara. Ndio. Sasa sana hii mitumba inapokuja tunaambiwa Naambia mitumba hii ina mitumba, mashati, suruale ni tunakatazwa tusiuze kwa sababu imetolewa sadaka na watu kule Ulaya, huko Asia. Sasa nataka kujua hukumu hii kwa upande wa Uislamu imekaa kaje? Swala la kwanza hilo. Hukumu ya za nguo hizi chakavu ambazo zimetokea Ulaya na kule Ulaya sisi kwenye unachara nasema kwamba zimeletwa kama sadaka, kwa hiyo hazitakiwi kuuzwa. Kwa hiyo zinatakiwa zitolewe kwa mtima na wahitaji wengine, lakini sasa sisi tunaziuza. Je, hili limekaaje katika Uislamu? Maana katika Uislamu wanakataza katu kabisa. Nyinyi mnaziuza baada ya kupokea? Halo? Unasema kwamba mnauza baada ya kupokea sadaka, sio? Baada ya kupokea zile nguo huku zinauzwa. Mlitaka kununua kiwanja? Ni kikundi cha kina mama. Ndio. Tunataka kununua kiwanja kwa ajili ya kujenga masjidi, lakini sasa mtu anayekiuza mwenye kiwanja hicho ni mganga wa kienyeji. Inafaa kununua eneo hilo? Swali langu nauliza hivi. Naam. Kama nimeingia kunuia swala, labda swala ya dhuhuri au la asiri, kwa hiyo wakati nanuia kipindi labda ni dhuhuri kwa mfano, lakini nafsi nikaghafirika nikanuia labda magharibi na nikaswali raka za magharibi, lakini kipindi ni la asiri. Kwa hiyo inakuwaje sasa? Kwa sababu nakusudia ni swali la asiri, nikaja kuswali katika nia ya nafsi, nikanuia magharibi na nikaswali yani zile raka za magharibi. Nilipomaliza kupiga salamu nikakumbuka kumbe kipindi ni la asiri na nimeswali magharibi. Inakuwaje? Nisikilize kwanza hapa. Nia yako na sala yenyewe uliyoswali ni magharibi, si ndio? Swala niliyoswali lakini kipindi ni la asiri. Wakati ni wala asiri, lakini nia yako na kuswali kwako ile sala unainuia mpaka unasali magharibi, si ndio? Sheikh Saif, nakusikia. Nataka swali liwe vizuri kwamba je, wakati ulitamka al-magharibi lakini ulikuwa mwenyewe kusudio lako na swala asiri wakati huo na maneno tu alikuzidia, au ulikusudia pia kuswali magharibi halafu na ukaisali sala yenyewe ya magharibi? Ndio. Ni vipi ulichofanya? Yani hapo swali langu liko hivi, kipindi ni la asiri. Ndio, tuache muda wa kipindi, tuache kipindi. Tunasema hii uliokusudia kusali, ulikuwa umekusudia kuswali magharibi na ukaswali kweli swala ya magharibi, si ndio? Ndio. Lakini wakati ni wala asiri. Ndio. Nimekupata. Una swali lingine?
Swali langu nauliza ni baada ya kumaliza hapo nikakumbuka kwamba nicho swali ni ya magharibi sio la asiri. Inatakiwa nikim tena ni swala la asiri, swala husika kwa muda au nisenyeje? Kuna ile sasa kuna mtu na kiongozi nimsikia akisema muda mrefu kidogo, anasema kwamba katika maji ya kanisa anasema kwamba haleluya kwamba ni kama vile Muislamu anavyosema la ilaha illa Allah. Na ni simu ya mwisho hiyo. Tutapata mapumziko na mafupi na kisha kurudi hapa kwa ajili ya kujibu maswala yenu insha Allah. Mara nyingine tena tunawakaribisha katika sehemu yetu ya pili ya kipindi hichi cha Uliza Ujibiwe. Na wakati huu sasa ni wakati wa kuwapitia maswali yenu ili kuweza kuyapatia majibu. Leo hii tulianza na Ustadh Abdallah kutoka kule Zanzibar. Yeye alikuwa anaulizia Ustadh Abdallah kwamba iwapo kwamba watu watakuwa wanaitana kwa majina mabaya, kama mtu anamuita mwenzake mbwa na yule anaitwa mbwa naye anaitikia je, huyu mbwa, mtu ambaye kwamba anaitikia kuitwa mbwa, je, hili itapelekea kwamba anajisike? Tunajibu kwa kusema kwamba kama Waislamu tunapaswa sana kuzichunga ndimi zetu. Tukumbuke kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika mahala akasema kwamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Yule ambaye anaamini kidhati Allah subhanahu wa ta'ala na anaamini kwamba kuna siku atafufuliwa alipe kwa wale aliyotenda, basi kinachoweza kumuokoa ni kusema la kheri au anyamaze. Anyamaze. Unapomuita mwenzako mbwa, bisa ismul fusuq ba'da al-iman. Tusitane majina machafu baada ya kuwa watu tayari sisi ni waumini. Tusitane majina machafu kabisa. Usisubutu mdomo wako kutamka neno mbwa kumwita mwenzako, au kumputa mwenzako punda, au kumta mwenzako ng'ombe, au usisubutu kufanya vitu vya namna kama hiyo. Ni mwanadamu na hakuna siku ambayo atabadilika kwamba awe ni kiumbe mwingine. Na mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza na kumheshimu, walaqad karramna bani adam, bila shaka tumemtukuza mwanadamu. Kwa hiyo ni mwanadamu ni kiumbe mtukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amemjalia kwamba ni kiumbe mtukufu, isipokuwa yule ambaye ataamua kwamba kujidhalilisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo tusiitane majina ya namna kama hiyo, na kuitwa huko hakusababishi kwamba mtu eti naye kwa sababu ameitikia basi akawa kwamba kweli amebeba zile sifa za mbwa. Hatobeba sifa za mbwa, atabakia ni mwanadamu, isipokuwa tu inaonekana kwamba ameamua yeye mwenyewe kujidhalilisha, kama ambavyo amedhalilishwa naye akaamua kwamba kujidhalilisha kwa kuitikia kwamba yeye kaitwa mbwa na yeye akaitikia kwamba ana mbwa. Angelinyamazia na akamsamehe au akamkumbusha kwamba mimi ni mwanadamu na hukupaswa kwamba kuniita mbwa. Swali la pili anaulizia kwamba mtu ambaye amemkana mtoto wake, je, iwapo kwamba atafariki huyu mtoto, atakapofariki, je, huyu mtoto atafariki, huyu mzazi, je, huyu mtoto ataweza kumrithi? Tunajibu kwa kusema kwamba iwapo kwamba vigezo vya kumkana vitamilika, basi hatakuwa na haki ya kumrithi. Iwapo kwamba atamkana kwa vigezo kukamilika, hatakuwa na haki ya kumrithi. Lakini tuelewe tu kwamba kumkana kuna utaratibu wake ambao kwamba si utaratibu mwepesi, utaratibu mzito na mgumu, ambao unaweza kufikia mahala ambapo kwamba kula viapo ambavyo ndani yake vinaambatana na laana za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwamba imekamilika hilo, basi hatakuwa
kuwa ni wenye kurithiana, lakini si mujarrad wa kusema tu kwamba huyu sio mwanangu, huko si kumkana. Anaulizia vile vile swali lingine kwamba simu ambayo inabeba mambo machafu kama vile nyimbo, kama vile picha chafu, kama vile video chafu, je, hii inaweza mtu akaingia nayo msikitini? Tunajibu kwa kusema kwamba hii alipaswa kwamba mtu asiwe nayo kabisa, asiwe nayo simu yenye mambo ya namna kama hiyo, ambayo kwamba yeye ameyaweka kwa ajili yanayaweka kwa ajili ya kuyaangalia. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akimwagiza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie waumini wainamishe macho yao, wasiangalie visivyostahili kuangaliwa, lakini si hivyo tu, lakini wahifadhi tupu zao. Sasa isifike mahala ambapo kwamba mtu anaweka mapicha hayo, anaweka video hayo ambayo kwamba ndani yake anampatisha dhambi kila wakati. Lakini kuwepo kwenye simu hilo halizuii kwamba mtu, halimfanyi kwamba mtu asiweze kuingia msikitini. Ataingia msikitini na swala akiswali vilivyo itakuwa ni sahihi, lakini elewe kwamba kila muda unaopita na picha zake hizo, basi anajiweka katika kuingia katika dhambi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kama hatumsamehe anaweza akamwadhibu na ikawa ni sababu ya kuingia katika moto. Haya nadhani ndio maswala ambayo kwamba aliulizia Ustadh Abdalla kutoka kule Zanzibar. Abu Musa kutoka kule Tanga anasema kwamba iwapo kwamba mtu amenuilia yupo, alikuwa katika safari akanuilia kuakhirisha sala ya magharibi na isha, je, anapofika sasa kutaka kusali inatakikana asali vipi? Je, kwanza asali sala ya wakati ule au kwanza asali sala iliyotangulia? Tunajua kusema kwamba wanazuoni huwa wanazungumza, wanasema kwamba swala ambazo jamu taakhiri haishartishi taratibu. Wanasema hivyo wanazuoni kwamba jamu taakhiri haishurutishi taratibu. Kwa hiyo unaweza ukatanguliza ya wakati halafu ukaja ukasali iliyopitwa na wakati, lakini takriban wote wanakubaliana kwamba imma wako wanaona kwamba ni wajibu utaratibu, ima wako wanaona kwamba ni sunna kufanya utaratibu, yani ukaanza kusali magharibi halafu ukasali sala ya isha. Kwa hiyo ni vizuri hasa kama utakuwa kwamba umesali nyumbani kwako, basi kwanza anza kusali magharibi halafu ndio usali isha. Hapo kwamba ni msikitini, basi unaweza ukafanya moja wapo. Unaweza ikawa kwamba umefika wakati ambapo kwamba imamu anaingia kwenye sala ya isha, basi unaweza ukasali magharibi yeye akiwa na sala isha, maana yake baada ya rakaa 3 ukamsubiri ili akamilishe rakaa 4 mtoe salamu kwa pamoja, au unaweza ukasali pamoja naye sala ya isha halafu baada ya kukamilika ukaja ukasali sala ya magharibi. Ingawa kama tulivyosema lilo bora zaidi ni kuzisali kwa mpangilio, na hii nafikiri tumelijibu zaidi ya mara moja katika kipindi chetu cha Uliza Ujibiwe. Swala pili anaulizia kwamba yapo kwamba mzazi ana binti yake anataka kuolewa, alafu akampa binti karatasi kamwambia kwamba nyinyi nendeni mkatafute mtu yoyote yule kwamba awaozeshe. Je, hili jambo kama hili linakubalika kisheria? Tunajua kusema kwamba hapana, lisiwe hivyo. Huyu wali atafute mtu ambaye kwamba atafahamishwa kwa wali kwamba bwana kuna mtu huyu hapa ni mtu mstaarabu, mtu mwana anafahamika ustaarabu wake, basi unaweza kumuozinisha kwamba akuozeshe binti yako. Lakini sio tu kwamba atoe, kwa sababu huyu anayefanya atakuwa anafanya kwa niaba na wala sio yeye. Kwa hiyo anaozesha ni huyu mzazi, lakini kwa sababu hayupo atafanya mtu mwingine ambaye atakuwa anamwakilisha huyo mzazi. Sasa mtu ambaye kwamba hafahamiki atamwakilisha vipi huyo mzazi? Kwa hiyo inapaswa kwamba huyu anayemwakilisha mzazi afahamike kwamba ni nani. Kwa hiyo mzazi mwenyewe afahamike, afahamu kwamba mimi nimempa ujumbe huu, nimempa wakala huu bwana fulani ili aniozeshe binti yangu. Hicho ndicho kinachotakikana, na wala isiandikwe tu kwa yote ambaye itakayemfikia basi anaweza kufanya nini, anaweza kuozesha. Hilo litakuwa kwamba si sahihi.
Swala la ustazi, baada hapo tuna ustazi Abu Bakr kutoka kule Moshi. Anaulizia kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwamba si Waislamu huwa wanaleta sadaka. Sasa je, huyu ambao hawa watu ambao wameletewa sadaka huchukua sadaka hizo wakaziuza, je inafaa kufanya hivyo? Hukumu yake ni ipi jambo kama hilo? Tunajibu kwa kusema kwamba kinachozingatiwa jambo la kwanza kwamba ni hao watoaji sadaka ni kipi walichokikusudia. Wamekusudia kuwapa hao waliopo hapa Tanzania, wakawaambia kwamba jamani, hii ni sadaka, mutafute watu wenye sifa hizi, pengine mayatima, maskini, mafukara, muwape bure. Basi wapo kwamba wamefanya kitu kama hicho, basi hawana haki ya kuwauzia. Ni wapo kwamba watawauzia, basi hii pesa atakayoipata ni haramu, wameipata katika njia ambayo kwamba ni haramu kwa kuuza kwa sadaka. Kwa hiyo ni sawa kwamba hiyo sadaka, ikiwa sadaka hiyo imetolewa na asiye kwa Muislamu, na hata kama imetolewa na Muislamu, maadamu hao kwa wenyewe wamesema kwamba bwana, hii sadaka iwapeni mafakiri na maskini, basi uzichukueni, na kinachowapasa ni kuwapa, na msije mkauzia hata kwa thamani ndogo. Msiwauzie hata kwa thamani ndogo. Kuna baadhi ya wakati hutokezea vitu vya namna kama hiyo, watu wakaleta sadaka zao, lakini unapoleta sadaka zao wakawaachia nyinyi mgharamikie kunini, pengine kuzipokea, pengine kwenye makontena au makontena hitaji kulipiwa pesa na gharama mbalimbali. Hii inapaswa kwamba muingie makubaliano mapema kabisa, mueleze, msiye mkafanyia tu huku, mueleze kabisa kwamba bwana, mnatuletea sadaka hizi, lakini hii sadaka mnayoileta ikifika huku Tanzania, pengine hii sadaka mlioileta ikifika Tanzania huku, inatakikana pale bandarini ilipiwe kiasi fulani, atuleteeni fedha za kulipia ambao ni kiasi fulani, ili tuigawe bure. Iwapo kwamba hamwezi hilo, basi sisi tutakachokifanya hatutoiacha kwamba ipotee, lakini tutakachokifanya kwamba tunaigawa hii thamani ya kupakulia, thamani mueleze kabisa, tunaigawa hii kulingana na idadi ya hii sadaka mliopewa. Kwa hiyo kila sehemu ya sadaka hii anayepewa basi atatakiwa achangie gharama za kuitoa bandarini, ambao ni kiasi fulani kwa kila sadaka, fungu moja la sadaka. Iwapo kwamba mtakubaliana nao katika hilo, basi mtaweza kufanya hilo kwamba yani hii ni sadaka, lakini sadaka hii inatakikana kwamba ichukuliwe pamoja na gharama za kuitoa bandarini. Haya ndio makubaliano tuliyokubaliana na mtoa sadaka mwenyewe. Mkifanya hivyo, basi mtakuwa na haki ya kufanya kwa kiwango hicho. Lakini iwapo kwamba hakuwa hivyo, kwamba mmepewa mzigawe kwa watu aina fulani, basi mnapaswa kwamba sadaka hiyo muigawe kwa watu wa namna fulani. Mtakapokuwa mnaiuza, jambo hilo mnalifanya jambo ambalo halikubaliki kisheria, na mtakachokifanya ni dhambi, na hicho mtakachokipata ni dhambi ambayo mnakula. Kuna kitu kimoja hapa ambacho vile cha kutanabahisha. Huyu ambaye yeye amepewa, mmeshapokea kutoka kwa huyu aliyesema kwamba wapeni maskini au wapeni mayatima. Huyu yatima atakachopewa kile alichopewa, yeye ana haki ya kugawa, yeye ana haki ya kuuza. Yeye aliyekuwa amepewa kwamba amepewa kwa ajili ya matumizi yake, yeye ana haki ya kumpa mtu mwingine bure. Ana haki hata kusema kwamba sasa nauza, ni haki yake mwenyewe ya kufanya hivyo. Lakini si wewe uliyepewa jukumu la kuwakilisha kugawa kwa niaba ya huyo mwenyewe, wewe huna haki ya kufanya hivyo. Sasa nauliza kwamba ni ipi nia ya swala iliyotolewa ndani ya wakati wake? Ipi nia swala iliyotolewa ndani ya wakati wake? Swala inaposaliwa ndani ya wakati wake, sala hii ni musalahati za kifiqhi. Swala inaposaliwa ndani ya wakati wake usema kwamba ni ada, kwa maana kwamba inatekelezwa ndani ya wakati wake. Hii ni sala ambayo kwamba ni ada. Swala yapo kwamba imekosewa ikarudiliwa ndani ya wakati wake, hii inaitwa kwamba ni kurudia ibada, iada.
au ikawa kwamba mtu ameisali tena kwa ajili ya kutaka fadhila, pengine alisali akiwa na jamaa ya watu wachache, wakatokea watu wengi akasali tena, inaitwa vile vile ni ada kwa kutafuta fadhila. Swala inapokuja kusaliwa au ibada inapotolewa ndani ya wakati wake, basi kinatumika lugha inayotumika hapo kifiqhi kwamba ni qadha, maana yake kwamba inalipwa baada ya kuwa wakati wake umetoka. Kwa hiyo ukisha kuwa wakati umefanya nini, umetoka, basi swala hiyo itakuwa ni qadha. Anaulizia kwamba iwapo kwamba kuna kikundi cha kina mama wamechanga wakapata fedha, lakini fedha zile wakakusudia kwamba wanunue kiwanja kwa ajili ya msikiti, lakini wakapata kiwanja ambacho kinauzwa na mtu ambaye ni mshirikina. Je, inafaa kukinunua? Naam, inafaa kukinunua maadamu yeye anakimiliki kihalali, kinunueni na mujenge msikiti. Isipokuwa mkijua kwamba kwa kukinunua kwenu mtakuwa hiyo pesa itakayoipata itampa nguvu zaidi ya kufanya mambo ya kishirikina. Lakini hapo kwamba ni hali za kawaida tu kwamba anauza kama anavyouza watu wengine na hakuna mambo mengine ambayo yanayotarajiwa ya ziada, basi mna haki ya kununua na kiwanja hicho mkakitumia kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Sheikh Sefu kutoka Lindi anaulizia kwamba hapo kwamba amekwenda wakati wa sala ya alasiri, lakini alipofika akanuia kusali sala ya magharibi na akaisali kweli sala ya magharibi, akaja akakumbuka baada ya kuwa ameshasali sala hiyo ya magharibi, akakumbuka kwamba kumbe mimi nimenuilia na nikasali sala ya magharibi, lakini wakati huu ni wakati wa nini, wa alasiri. Nini anachotakiwa kukifanya? Ikiwa katika hali za namna hiyo, anachotakiwa kukifanya Sheikh Sefu na watazamaji kwa ujumla ni kuswali sasa, ni kukimu na mtu akasali sala ya alasiri, asali sala ya alasiri, kwa sababu swala hiyo ya magharibi haiwezi kuzingatiwa kwa sababu wakati wake bado haujaingia. Hicho ndicho ambacho kwamba anatakiwa kukifanya. Ama iwapo kwamba alifika wakati huu lakini akaja akanuia sala ya magharibi, lakini kusudio lake ni kusali sala ya alasiri, sikuwa tu ulimi ukamtangulia akasema magharibi, basi tunazingatia kwamba hiyo sala atakayosali hatuzingatia alichokitamka, tutazingatia kile kilichokuwa katika moyo wake na atasali sala ya alasiri. Anasema kwamba kuna baadhi ya wanazuoni masheikh wanasema kwamba pale wale wasiokuwa Waislamu wanaposema kwamba haleluya, maana kusudio lake ni kama vile kusema tu semeni la ilaha illa Allah. Najua kusema kwamba hilo hatuwezi kulithibitisha, alithibitishiki, na kwa sababu wao inaposema kwamba wanaposema haleluya, hiyo haleluya wao ndio wanazingatia kwamba ndio utajo wenyewe, utajo wenyewe, na wala si kwamba inamtaka kwamba alete hiyo la ilaha illa Allah, na baada ya hapo huwa hawasemi hiyo la ilaha illa Allah. Kwa hiyo hii maana inaonekana kwamba sio maana sahihi ya wanachokikusudia wao. Haya ndio masuala ambayo tumeyakusanya kwa siku hii ya leo ya Jumapili, mpaka tutakapokutana tena panapo majaliwa yake Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya Jumatano katika kipindi kingine cha Uliza Ujibiwe. Ni ndugu yako Ibrahim Ghulam na kuaga kusema subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Naendelea kufaidika na Africa TV kwa vipindi mbalimbali kila wakati. Uliza na ujibi, wasi wako ni